Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE habari, na sasa tuungane naye Nizia Masinde kwa habari za biashara. Katika biashara, serikali yasema fursa ya soko la China ni chachu ya uchumi wa Tanzania. Asante sana Miriam Mlaponi. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa waziri wa viwanda na biashara Profesa Kitila Mkumbo amesema Tanzania ina fursa adhimu ya kukuza uchumi wake kupitia upanuzi wa masoko ya kimataifa hususan China. Kauli hiyo ameitoa baada ya kutembelea kampuni ya Weihai inayojihusisha na usimamizi wa mnyororo wa ugavi na usambazaji wa bidhaa za Tanzania katika soko hilo kubwa, na amesema mafanikio ya kampuni hiyo katika kukuza bidhaa zinazozalishwa nchini zikiwemo kahawa, ngozi, mvinyo yanaonesha uwezo wa Tanzania kuongeza thamani ya mazao yake. Ameeleza kuwa mkakati wa kuuza bidhaa zilizoongezwa thamani ni muhimu katika kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania kimataifa, na kuwa uamuzi wa China kuondoa ushuru kwa bidhaa kutoka Afrika unafungua ukurasa mpya wa biashara kwa Tanzania. Kampuni hii imespecialize kuuza bidhaa za Tanzania. Unaona hapa tuna kahawa, tuna vinyago vyetu, tunazo wine na product mbalimbali. Wanauza tu bidhaa za Tanzania, na ni kampuni pekee ambayo kwa sasa hapa China imespecialize kuuza bidhaa za Tanzania. Kwa kweli wa China ambao nimeongea nao wanazifurahia sana bidhaa zetu. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa kwa Tanzania. Kuanzia mwezi Mei mwaka huu, serikali ya China kupitia rais wao Xi Jinping imeamua kuondoa ushuru wa bidhaa ambazo zinaingia China kutoka nchi zote za Afrika. Kwa hiyo tuitumie fursa hii, lakini ni fursa pia kushirikiana na kampuni hii na kampuni zingine ambazo zipo hapa China ambazo zinauza bidhaa za Tanzania kwa ajili ya kuongeza mauzo yetu katika nchi hii. Profesa Kitila amesisitiza umuhimu wa sekta binafsi kutumia kikamilifu fursa iliyopo kuongeza mauzo ya nje na kuchochea ukuaji wa uchumi, na amewahimiza vijana kujikita katika sekta ya usindikaji mazao ili kunufaika na soko hilo kubwa, kwani uwekezaji katika maeneo ya biashara huria utaongeza uwezo wa Tanzania kupanua wigo wa masoko na kukuza sekta ya viwanda. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Ali Munde ameeleza kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana kwa karibu na Austria ili kuhakikisha kuwa malengo ya mkakati mpya wa Austria Afrika wa mwaka 2026 hadi 2029 yanafikiwa kama yalivyopangwa. Munde amesema hayo alipokutana na kuzungumza na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje Austria Hanna Liko katika kikao kilichojadili masuala ya mkakati wa Austria wa kuimarisha uhusiano wa nchi za Afrika, ikiwemo ushirikiano katika kukuza uchumi kati ya Austria na Tanzania katika ukumbi wa mikutano wa ofisi ndogo za Wizara ya Fedha jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa mkakati huo mpya wa Austria Afrika wa mwaka 2026 hadi 2029 umejikita katika maeneo makuu manne ambayo ni amani, usalama, ushirikiano wa kiuchumi, uhamiaji pamoja na elimu ya sayansi. Alifafanua kuwa katika nyanja ya amani, pande zote mbili zinalenga kuimarisha uthabiti kupitia ushirikiano wa Umoja wa Mataifa katika kuizuia migogoro, huku upande wa uchumi ukilenga kukuza uwekezaji, fursa za uchumi wa kijani ili kutengeneza ajira na kuboresha miundombinu. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Austria Hanna Liko ameipongeza Tanzania kwa hatua inayoendelea nayo katika kukuza uchumi, akieleza kuwa amani imechangia kwa kiasi kikubwa kuvutia wawekezaji kutoka nje, akisisitiza kuwa ni muhimu kuendelea kutumia fursa hiyo kujitangaza zaidi kuvutia wawekezaji. Amesisitiza kuwa nchi yake itaendelea kushirikiana na nchi za Afrika ikiwemo Tanzania katika kuhakikisha kuwa sekta binafsi inashirikishwa kikamilifu katika fursa za uchumi ili kuweza kuziimarisha zenyewe, kuchangia katika kukuza ajira nchini na kuboresha maisha ya wananchi. Na Tanzania imewataka wawekezaji raia wa China kuendelea kufuata taratibu na sheria za kikodi, ikiwemo kulipa kodi kwa wakati, huku serikali ikiwa inaendelea na hatua za maboresho ya mazingira ya kikodi pamoja na kutekeleza maagizo 234 yaliyotolewa na Rais wa Tanzania ili kupunguza malalamiko ya wafanyabiashara katika kulipa kodi. Agizo hilo limetolewa na Kamishna wa Mamlaka ya Mapato Tanzania Yusuf Mwenda wakati wa mkutano baina ya jukwaa la wawekezaji na wafanyabiashara kutoka kampuni za Kichina zilizopo nchini. Mwenda amewataka wafanyabiashara na wawekezaji kuendelea kushirikiana na TRA ili kuiwezesha serikali kukusanya mapato bila vikwazo. Tutaendelea kuwasaidia ili wafanye biashara kwa haki na kwa utulivu, lakini tumesisitiza kwamba TRA haina ugomvi na makampuni yanayotoka China. Sisi tuna ugomvi na wanaokwepa kodi.
yoyote yule anayekwepa kodi ndani ya nchi yetu bila kujali anatoka nchi gani, huyu ana ugomvi na sisi. Kwa upande wake balozi wa China nchini Tanzania, Chen Mingjian, amesema mahusiano mema baina ya serikali ya Tanzania na China yameendelea kuwafanya wafanyabiashara na kampuni za China kuja na kuwekeza ili kusaidia katika kukuza maendeleo ya taifa la Tanzania. Naye mwenyekiti wa jukwaa la wafanyabiashara wa kampuni za China nchini Tanzania, Jiang Yufeng, pamoja na mshauri elekezi wa masuala ya kikodi kwa kampuni za Kichina, Stambuli Miovela, wamesema mkutano huo utasaidia wafanyabiashara na wawekezaji wa China kuelezea changamoto wanazokutana nazo pamoja na kujifunza matumizi ya mfumo mpya wa IDRAS ambao umetajwa kuja kusaidia katika kuboresha huduma za TRA nchini. Asante sana mtazamaji, na Miriam Mlaponi, hayo ndio yalojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.